Ndani ya wiki moja tu Tanzania imepata pigo la misiba miwili ya viongozi wa kisiasa wakubwa na mashuhuri kabisa. Wa kwanza tunamzungumzia William Lukuvi ambaye alikuwa ni waziri katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amefariki takriban kama siku 4-5. Lakini jana pia tumekutana na taarifa za aliyekuwa mbunge, namzungumzia Selemani Bungara maarufu kama Bwege. Sasa hivi ni vifo viwili ambavyo nitasema kwamba vinahusiana na viongozi mashuhuri ama wanasiasa mashuhuri kabisa Tanzania, lakini ni vifo ambavyo vimepokelewa kwa hisia tofauti. Tukianza na kifo cha Lukuvi bana, kifo hicho kimetokea ghafla, lakini baada ya hapo comments nyingi za Watanzania hususan wale ambao wanasupport upande wa upinzani walikuwa wanaonyesha kabisa kwamba wameridhika, na zaidi tumeanza kukutana na baadhi ya clips ambazo baadhi ya maneno ambayo alishaye kuyaongea kipindi cha uhai wake, na mengi yakawa yanaonekana kabisa kwamba hakuepo upande wa wananchi. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na support serikali ya CCM na alikuwa pia na support Rais Samia Suluhu Hassan kwa asilimia kubwa kabisa, kitu ambacho kimepelekea wengi wakasherehekea mpaka kutokea kama nyimbo 2-3 hivi za kusherehekea kifo chake tu, kitu ambacho pia kilipelekea Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba akawachana wa Tanzania baadhi ambao walikuwa kitema maneno ya shombo kuhusiana na kifo chake. Yani ni kitu ambacho kilikuwa kimemgusa yeye binafsi, akasema kwamba Watanzania waache masuala ya kusherekea kila anapofariki kiongozi wa CCM, maana kila moja mwisho wa siku atakufa tu. Lakini kwa upande mwingine kuna hiki kifo cha Bwege, na baada ya taarifa hizo kutoka bana, tumekutana pia na clips ambazo, na hizi zilikuwa za tofauti. Hizi clips ambazo zilikuwa zinaonyesha namna ambavyo Bwege wakati yupo bungeni alikuwa akiwapigania watu wake ama watu wa jimbo lake. Alikuwa mtu ambaye alikuwa akipigana na serikali, yani kimaneno alikuwa na hoja za kuipinga serikali kwa namna ambavyo uongozi ulikuwa ukifanyika, maana alikuwa ni mbunge mara mbili, ama alifanikiwa kuwa mbunge kwa mihula miwili mfululizo. Alikuwa chini ya CUF, akawa pia chini ya ACT Wazalendo, lakini juzi kati tu amehamia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na alionekana pia mahakamani mwezi uliopita wakati wa kesi ya Tundu Lissu ambayo inamkabili kesi ya uhaini. Pamoja na kwamba alikuwa amekatwa mguu, lakini pia anatembelea kwenye wheelchair, lakini alikuwa anajikaza na akisha kabisa kwamba anafika na anafuatilia kabisa kesi ya Tundu Lissu. Sasa kwa ufupi ni kwamba alikuwa akisimama na wananchi upande wa haki. Sasa hivi vifo viwili bana vimepelekea bana Lukuvi kifo chake Watanzania wengi wamesherekea, lakini Bwege kifo chake Watanzania wameonyesha huzuni yao ya kweli kutoka mioyoni. Wanasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanasema kwamba tukizungumzia msiba wa kitaifa, sasa huu ndio msiba wa taifa, achia mbali msiba wa watu ambao walikuwa na support mauaji. Sasa yote ambaye ana support CCM na amechagulia kupitia tiketi ya CCM sasa hivi na anamsupport Rais Samia Suluhu Hassan, endapo kama chochote kitamkuta, Watanzania wanaonyesha kabisa kwamba hawana huruma. Lakini yote ambaye amesimama na Chadema na amesimama na upinzani, amesimama upande wa kuipinga serikali, chochote kamkuta basi na mwenyewe anahurumiwa na Watanzania. Baadhi ya viongozi ambao hapo CCM kama vile Gwajima, wao pia wametokea kupendwa sababu wanampinga na wanaipinga serikali kwa kinywa kipana bila uoga. Sasa nataka nikuulize swali moja, unahisi kwamba hiki kifo cha Lukuvi na kifo cha Bwege kimetoa somo gani kwa viongozi wa sasa hivi wa CCM? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.